Mara baada ya klabu ya Yanga kuweza kufungwa na klabu ya Silver Striker United ya pale katika nchi ya Malawi, iliweza kutangaza ama iliweza kutoa taarifa kwa umma juu ya kumfukuza kocha wake ambaye anajulikana kama Romain Folz, na hiyo ikiwa ni kwa kuvunja mkataba. Na ikumbukwe tu hapo mwanzo Yanga haikukubaliana ama kocha huyo Romain Folz ya kuweza kukubali moja kwa moja ombi la Yanga la yeye kuvunja mkataba. Kwa hiyo Yanga iliamua kuendelea naye na kuweza kuachana na kocha wa zamani wa Madagascar ambao Yanga walikuwa wakimhitaji na walikuwa mbioni kabisa kuweza kumsaini kocha huyo, lakini mwisho wa siku ikawa imeshindikana. Sasa mara baada ya Yanga kuweza kumtimua Romain Folz, hatimaye Yanga imeanza maisha mapya na kocha mpya ambaye huyu pia ni raia ama ni raia kutoka katika nchi hiyo hiyo ya Malawi, ambaye ameweza kujiunga hata wiki hajamaliza ndani ya kikosi hicho. Na maneno ya mashabiki pamoja na wanamichezo wengi yamekuwa ni mengi kuona kwamba Yanga atafanikiwa kurudi kwenye ubora wake ambao tumeuzoea, ikiwa ataleta labda walimu ambao watakuja tayari msimu ukiwa umekwisha anza. Lakini jibu ni moja tu, ndio Yanga na uwezo wa kufanya hicho kitu. Kwa nini? Kwa sababu ameshawahi kutuonyesha pia katika misimu kadhaa. Ikumbukwe katika msimu ambao mwalimu Miloud Hamdi anakuja, msimu ambao umeweza kupita, alikuja na kuikuta Yanga ikiwa katikati ikiendelea, akaipokea kutoka mikono ya Lamovic, na mara baada ya hapo kilichokuja kubaki ni historia. Licha ya kuwa hawakufanikiwa kufuzu kwenye mashindano ya kimataifa, lakini kitu cha sasa ambacho kinatia huruma zaidi ama kinafikirisha zaidi juu ya Yanga ni kuona kwamba mwalimu ambaye atakuja ataweza kuitoa hapo sasa na kuifikisha huko juu, ikiwa tayari katika mchezo wa kwanza wa kimataifa wameweza kupoteza kwa bao 1-0. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kinafikirisha kweli kweli, kwa sababu aliyetoka Romain Folz hakuwa tajiri wa mbinu na pia hakuwa na mpira ambao ukivutia kiwanjani. Zaidi mara nyingi tulizoea kuona kwamba mchezaji binafsi ndo anaamua mchezo, labda Pacome atafanya mambo yake, labda Mudathili, labda Mohamed Dumbia watafanya mambo, lakini vipi kwamba atakuja yatakuwa na mpira mzuri? Sasa tusubiri. Yanga amesema ndani ya siku za hivi karibuni, ndani ya hizi wiki mbili tayari watakuwa wametangaza mwalimu mpya. Lakini pia tukumbuke Miguel Gamond ambaye yeye yuko Singida Black Star, yeye hawezi kuondoka kulingana na kile ambacho Singida wameweza kusema kwamba hawawezi kumtoa. Lakini pia aliondoka vibaya, hakuwa vizuri sana na wapinzani wake wa Yanga, waajili wake wa zamani wa Yanga. Kwa hiyo yeye kurudi tena Yanga ni swala gumu. Lakini kwa mwalimu mwingine Nabi ambaye ameweza kufundisha Yanga zamani, kwa sasa hana timu, kwa hiyo Yanga labda anaweza akajaribu kumshawishi na akaweza kurudi kikosini hapo. Lakini hizo tu ni assumption ambazo tunahisi labda kitu fulani kitafanyika, ila uhalisia wa timu ndani kwa ndani nadhani Yanga wenyewe ndio ambao wanaujua, na hivyo acha tusubiri ni kitu gani ambacho watakuja nacho.